bali ni mkono wako uliofanya haya yote. Hata tumediriki kuona jambo la maana sana kukaa mbele za uso wako kwa maombi, kwa unyenyekevu, kwa utii. Baba, karibu Baba, utusaidie katika jina la Yesu. Amen. Naomba tukae. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura ile ya pili na tutakwenda kusoma mistari michache. Mungu akubariki kwa kujituma na kunyenyekea ili kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya pili, nianze kusoma mstari wa kwanza. Biblia inasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwenye neno siku nyingi, kwa akiba yako tu unaweza ukaandika miaka 40. Ilo neno siku nyingi unaweza ukaliandika miaka 40. Hapo kwenye Biblia yako ili ukumbuke kuna nini nataka kusema. Bwana akanena akaniambia, mlivyoizunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini, nawe uwaagize watu, uwaambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Ule mstari wa 4, neno waagize limaki. Kama una maka peni unaweza ukamaki hapo. Limaki, waagize. Na uambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa watu. Uambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau, waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana, msitete nao,
kwa maana sitawapa msitete nao, kwa maana sitawapa katika nchi yao kamwe, hata kiasi cha kukanyaga wayo wa mguu, kwa kuwa nimempa Esau milima ya Seiri kuwa milima yake. Naomba tuishie hapo. Naomba unisikilize. Kwako wewe ukilisoma neno hili linaonekana jambo rahisi sana, lakini hawa watu Musa anaandika kuonyesha kwamba, yani maandiko haya yaandike hivi, maandiko haya yanaonyesha hivi, yanalenga kukufunulia haya. Hawa watu walikuwa wanajua wanaelekea Kanaani. Wanajua wanakokwenda. Lakini walitoka, baadhi ya wengi wao walikuwa na miaka 20 wakati wanatoka Misri. Sasa mpaka miaka 40 wanafika miaka 60. Sawa? Wanafika miaka 60. Wengi wao waliotoka ule mkutano mkubwa wa wana wa Israeli waliotoka Misri, asilimia kubwa walikuwa na miaka 20. Waliokuwa na umri wa miaka 40 na kuendelea walikuwa wachache, kwa sababu ya utumwa wa Misri walivyokuwa wanauawa kwa mateso. Kwa hiyo wale wenye umri mdogo, miili yao ilikuwa na uwezo wa kustahimili vifo. Adha ya kunyimwa chakula na kutumikishwa sana ilikuwa inastahimili. Lakini wenye umri, hata leo hii tukisema tu kwamba hapa Mama Mchome tutoke tunaenda Chalinze kwa miguu, na una mzigo wa kilo 50, maana yake tunamuua. Sasa hili nataka niliongee kwa utulivu sana, ili utafakari. Wanajua tunaenda Kanaani, lakini wamefika mahala wanatangatanga kwenye milima hii. Ya Seiri. Nina mambo machache ambayo ningetamani niyaseme. Andika hivi. Musa aliandika ripoti za mahali mbalimbali ama sehemu mbalimbali ambamo Waisraeli walipitia na kuweka vituo kuanzia Misri hadi Kanaani. Musa aliweka ripoti. Na vituo 11 vilikuwa kati ya Misri mpaka nchi tambalale ya Moabu. Ilikuwa vituo 11. Nataka kuongea nini? Musa amepanga kila mahala ambapo wana wa Israeli waliweka vituo. Viko vituo 20. Na ukivifuatilia, kwa sababu leo siwezi kuvisoma kwa sababu ya muda, kituo wakilichokuwa wakatangatanga muda mrefu ni hiki cha sura ya 2. Hiki ndicho walitangatanga kwa muda mrefu.
pale mlima Sinai walikaa mwaka mmoja tu wakatoka. Hawakuchelewa sana, mwaka mmoja tu. Lakini kuna maeneo mbalimbali walikofika. Kwa mfano kutoka Mara wakafika Esion Geberi. Mara ndio pale ambapo wanasema walipofika wakalia, kwa sababu ya maji pale yalikuwa machungu, hayanyweki. Walipofika Mara walilia wote, walipoyaonja maji yale machungu, hayanyweki. Kutoka Mara wakaenda Esion Geberi, na kutoka Esion Geberi wakaenda Kadesh, na ndipo wakafika hizo sehemu za kutangatanga Seiri. Sina muda wa kuyafafanua, lakini yameandikwa haya katika kitabu cha Hesabu sura ya 33. Sina muda wa kuyafafanua sana, lakini naomba tuiangalie kidogo kwenye Hesabu sura ya 33. Lengo langu nataka nikufunulie kwamba kuna haja ya kumwomba Mungu akupeleke unakopaswa kufika. Waliposhindwa ndio Mungu akaja akawapeleka mwenyewe. Mstari sura ya 33, nianze kusoma mstari wa kwanza. Hizi ndizo safari za wana wa Israeli. Ile neno safari ziite vituo. Hivi ndio vituo vya wana wa Israeli. Hapo walipotoka nchi ya Misri kwa jeshi zao chini ya mkono wa Musa na Haruni. Musa akaandika jinsi walivyotoka katika safari zao kwa amri ya Bwana, na hizi ndizo safari zao kama kutoka kwao kulivyokuwa. Wakasafiri kutoka Rameses mwezi wa kwanza siku ya 15 ya mwezi wa kwanza, siku ya pili baada ya Pasaka. Wana wa Israeli wakatoka kwa mkono wa nguvu mbele ya macho ya Wamisri wote. Hapo Wamisri walipokuwa wanazika wazaliwa wa kwanza wao wote, Bwana alikuwa amewapiga kati yao. Bwana akafanya hukumu juu ya miungu yao, nayo wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramesesi wakapanga katika Sokoth. Kisha wakasafiri kutoka Sokoth wakapanga Etham palipo katika mwisho wa nyika. Wakasafiri kutoka Etham na kurudi nyuma hata Pihahirothi palipo kabili Baal-Zephon. Wakapanga mbele ya Megdori. Wakasafiri kutoka hapo mbele ya Hirothi wakapita katikati ya bahari na kuingia jangwani. Kisha wakaenda safari ya siku 3 katika nyika ya Etham. Wakapanga Mara. Wakasafiri kutoka Mara wakafikiria Elimu. Huko Elimu palikuwa na chemichemi za maji 12. Haya mambo nilitamani tuyatafakari sana. Pana chemichemi za maji 12 na mitende 70. Nao wakapanga hapo. Wakasafiri kutoka Elimu wakapanga karibu na bahari ya Shamu. Wakasafiri kutoka bahari ya Shamu wakapanga karibu na nyika ya Sini. Wakasafiri kutoka nyika ya Sini wakapanga Dofika. Wakasafiri kutoka Dofika wakapanga Arushi. Wakasafiri kutoka Arushi wakapanga
Refidimu ambapo hapakuwa na maji ya watu kunywa. Wakasafiri kutoka Refidimu wakapanga katika nyika ya Sinai. Wakasafiri kutoka nyika ya Sinai wakapanga Kebrothi Hatava. Wakasafiri kutoka Kebrothi Hatava wakapanga Haserothi. Wakasafiri kutoka Haserothi wakapanga Rithama. Sasa hii mistari iko mpaka wa 26. Hebu iandike tu, tutasomaga wakati mwingine. Nataka nizungumze utuelewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nitoe maelezo haya ya muhimu sana. Maelezo ya muhimu sana. Hii Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4 ni ya muhimu sana. Andika hivi. Musa ameandika haya kuwasaidia watakaosoma habari hizi wajue kwamba mahala unapotaka kwenda unaweza ukataka, lakini usiweze kwenda mpaka Mungu akupeleke. Na unaweza ukapajua na njia ukaijua, lakini bila breakthrough, bila uwezesho wa Mungu, penyo wa kiungu, unaweza usifike. Narudia tena. Maandiko haya yanasema hivi, mtu ili afike anapotaka kufika lazima kuwepo uwezesho wa kimungu. Unaweza ukajua kwamba pale ndiyo pazuri na ndipo napaswa kufika, lakini usiweze kufika mpaka Mungu amekuwezesha. Haleluya. Haleluya. Na unaweza ukawa una elimu ya kukufikisha hapo, una mtaji wa kukufikisha hapo. Acheni tu speak nani, acha tu, sitaki kuongea kwa nguvu, nataka niongee tu taratibu sana. Natosha hiyo. Unaweza ukawa unajua kabisa nikipita njia hii natokea mahala fulani, lakini bila uwezesho wa Mungu huwezi kwenda. Hizi safari 20 au vituo 20 vya wana wa Israeli vyote vina mafundisho maalum. Vyote vina mafundisho. Kwa nini wametoka wakaenda Sinai wakakaa mwaka? Na kwa nini walikaa mwaka? Mmoja, hauwezi kutembea na Mungu usiyopoyajua mapenzi yake. Wametoka tu wanapelekwa Sinai, mwaka mzima wa kupewa sheria. Sinai kazi kubwa ilikuwa kupewa sheria, kwa sababu ndizo zitakazowafanya Mungu atembee na wao. Haleluya. Wanasifiwe. Hatuwezi kutembea na Mungu bila kuyajua mapenzi ya Mungu yatupasavyo kuyatenda. Mungu anatembea na mtu anayejua mapenzi ya Mungu yanavyopaswa kutenda. Mungu anataka atendeweje ili atembee na wewe. Kwa mwaka mzima, kila siku toka asubuhi mpaka jioni wanajifunza sheria, wanajifunza neno la Mungu, ili wajue namna ambavyo Mungu atawaokoa, wajue namna ambavyo Mungu atatimiza ahadi zake, wajue namna ambavyo Mungu huwa anazitoa ahadi zake, wajue namna ambavyo Mungu huwa anafanya mwaka mzima. Na fundisho la hapo unaweza ukaandika hivi. Fundisho la hapo unaweza ukaandika hivi: hatuwezi kwenda mahala tunakotamani kufikishwa na Mungu kama hatumjui Mungu, makusudi na mapenzi yake. Jambo la kwanza la kujitia kwenye nidhamu, kujifunza kujua sheria za Mungu.
Nimechagua mifano michache, sitataja vituo vyote. Mara Rephidim, kwa nini walikaa pale? Biblia inasema pale pakawa na maji machungu. Maji yapo ya kutosha, lakini hayamezeki, ni makali, ni machungu kama pakanga. Sio uchungu wa yale ya bahari ya Hindi unavyoyanywa hayanyweki. Yale yalikuwa makali kama sumu, wakawa hawawezi kuyanywa. Kwa nini Mungu aliwafundisha hivyo? Ndipo Mungu akamwagiza akate kijiti akayatupia yale maji yawe matamu. Kwa nini? Kulikuwa na fundisho kwamba sisi kwa akili zetu na mbinu zetu, maisha yetu hatuwezi hatukayafanya yakawa mazuri mpaka aingilie Mungu, mpaka aingilie Mungu. Maji si yapo, lakini hayawezi kuwa matamu mpaka Mungu ayaguse. Fedha unaweza ukaipata, lakini itakusababishia majuto tu kama Mungu hayupo ndani ya fedha. Kazi unaweza ukawa nayo, lakini italeta kilio tu maishani mwako. Kwa hiyo jambo la muhimu la kujua hapo ni hili: mambo yote mema hata ambayo tunayo bila kuhusika kwa Mungu, yote hayawezi kutufaa. Kwa lugha nyingine tunasema hivi: chochote tunachopata tukikimiliki wenyewe bila Mungu kukuwa mmiliki pamoja na sisi, lazima kituletee majuto. Hakitaleta furaha, hakitaleta uzuri wowote. Na nimechukua tena mfano mwingine, Esion-Gebel. Hapo panafundisha kwamba hamuwezi kujipatia mahitaji kama Mungu hataruhusu. Maeneo haya ndipo walipata kulishwa na Mungu. Maana Kwale, Wezi, kila kituo kilikuwa na fundisho maalum. Ndio maana katika Kumbukumbu sura ya 2 anasema, mlivyozunguka katika milima hii vyatosha, sasa ngoja niwasaidie, sasa ngoja niwape msaada, mtoke hapa. Hamuwezi, nguvu zenu haziwezi kuwatoa hapa, akili zenu haziwezi. Hata ungekuwa bahari gani, kama Mungu hajaridhia ujenge, utakufa na vidonda vya tumbo, unajinyima na kujenga hujengi. Kuna watu wanajinyima hata kuvaa, wanajinyima hata kula, mpaka wanapata na magonjwa ya kujinyima kula ili ajenge na hajengi. Mlivyozunguka milima hii yatosha,
Sasa nilisema maki, agiza, waagize, mweka marking hapo, ili Mungu atutoe pale ambapo tumeshindwa. Lazima kupokea agizo ili Mungu akutoe pale ambapo umestruggle. Sasa fikiria hawa watu wamestruggle miaka 40, miaka ya kutangatanga na kutangatanga huku. Tungekusoma taratibu, Biblia imeweka wazi sana ni maana yake. Walikuwa mwisho wanajaribu kuwa wakulima, vinawakataa. Wanajaribu kuwa wafugaji, vinawakataa. Waendelee na safari, wanaahirisha. Wanajaribu kwa kila kitu, hakuna jambo maalum wanalolifanya. Akili zao hazielewi lipi hasa. Sasa Mungu anasema mimi ninawatoa kwa mkono wangu mwenyewe, kama nilivyowatoa kule Misri ambapo mlikuwa hamwezi pia kutoka. Ninawapeleka, ila mtakapofika nchi ya Edomu, baada ya kumaliza milima, mtakuta nchi tambalale yenye rutuba nzuri ambayo inapendeza, mifugo imestawi. Huko msinunue ardhi, hata unyayo tu mmoja hivi usinunue, kwa sababu mtaona kama bora tukae hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Msijaribu. Akawaambia hapo nimempa Esau na uzao wake, nyinyi mtauvuka mpaka wa ndugu zenu, mtaenda mbele. Mtakapovuka ule mpaka, huko ndiko nitawavusha niwapeleke, nitawafikisha mto Yordani. Mto ule ulikuwa kama kwamba umegawa upande wa milima na upande wa mabonde. Wao wamepewa mabonde. Bwana asifiwe sana. Jordan. Asema mtakapovuka huko sasa mtarithi, mtagawanya nchi, watu wakakae huko, lakini nyinyi msitamani hapa. Nini maana yake? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akikuondolea haya maisha ulionayo, anaweza akakubariki ukanunua ardhi katika hayo maisha. Yule ukaona kana kama hayo ndio maisha sasa. Kumbuka kwamba wewe unaenda mbinguni. Kuna watu tutakapobarikiwa, tutaona tuishi maisha tule raha, tukasahau kwamba tunaenda wapi? Mbinguni. Mkifika nchi ya tambalale, msijisahau mkanunua ardhi hapo. Andika hivi, Kumbukumbu mstari wa sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4 unaonyesha hivi: pale ambapo anataka kukupeleka Mungu, kuna hitaji tu unyenyekevu na utii na kuzijua sheria na mapenzi yake. Nimetoa mifano ya watu 7, lakini nitoe mtu mmoja tu, Yusufu. Ngoja niwaulize maswali. Nini kilimfanya hasa Yusufu awe waziri mkuu nchini Misri? Wanasifiwe. Nini kilimfanya Yusufu awe waziri mkuu? Naomba tuchangie wote hapo. Nini kilimfanya Yusufu awe waziri mkuu nchini Misri? Hapo wote tuchangie unavyofikiria wewe. Unaweza ukatupa na ufunuo wa maana zaidi, mpya zaidi. Nini hasa kilimfanya Yusufu awe waziri mkuu Misri? Karibu. Sababu kilichomfanya awe waziri mkuu, alifanywa hii kwa sababu aje kuwasaidia. Mwingine? Kwa sababu ya utii. Mwingine? Karibu.
kwa sababu mnyenyekevu. Mwingine eti pale walikuwa watoto wa Yakobo wako 12. Kwa nini Yusufu? Kwa nini Yusufu? Karibu, naona mkono hapo na hapo. Karibu. Ni kusudi la Mungu. Mwingine alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Wote mmejibu vizuri. Mimi ningeuliza labda swali hivi, sifa gani iliyompelekea Yusufu awe waziri mkuu? Uwezo gani? Au ningetumia neno uwezo gani? Sifa gani au uwezo gani? Walikuwepo watu inawezekana walio wanyenyekevu hata kuliko Yusufu. Sawa? Walikuwepo watu hata walikuwa na Roho Mtakatifu kama, lakini mimi nimechagua kitu hiki ambacho nimekiona, nimekifuatilia. Yusufu ni ile nguvu ya Mungu iliyomchukua, kwamba kwa sababu Israeli hawawezi kuja kuamuru kwa nguvu yoyote chakula kitoke Misri kije kwao. Hivi sisi tukiwa na njaa, nani atatoka Tanzania aende Kenya akaseme peleka chakula Tanzania? Nani atafanya hivi? Nani atatoka hapa? Nilikuwa nasikiliza taarifa fulani hivi, ni nzuri sana, ikanibariki, kwamba kuna mtu mmoja aliwahi kuisemea Tanzania huko, akiwa huko nchi za magharibi huko, yuko nchi za magharibi huko. Kuna nchi moja kubwa ya magharibi huko ikawa inataka kunena mabaya juu ya Tanzania. Yeye kumbe ameshakuwa raia wa huko, akawa kiongozi huko, akaizungumza vizuri Tanzania, halafu Tanzania ikawa na amani. Wanasifiwe sana. Andika hivi, kuna mahali ambapo hatuwezi kufika kwa nguvu zetu, na kuna mahali ambapo hatuwezi kufika hata kama tunapapenda na tunapataka, mpaka Mungu akuchukue kukupeleka. Andika Yusufu hakuwa na sifa ya kuwa kiongozi Misri kwa sababu sio raia. Wapendo, sio raia huyu, hajapewa uraia bado, ni mtumwa, ni mateka, mtumwa wa kuuzwa, lakini amekubaliwa awe ni nguvu ya Mungu inayoshinikiza kumfikisha mahali ambapo asingeweza kufika, kwa sifa za Uisraeli, kwa sifa za Yusufu, kwa sifa za Yakobo, kwa sifa zozote zisingemstahilisha, ila ni uwezesho pekee kutoka kwa Mungu. Mimi hapa sina sifa ya kuwa mchungaji, singezipata hizo sifa, lakini Mungu akanichukua akanipa neema hiyo na kuwa mchungaji, na kweli Mungu anatembea na mimi kama mchungaji, kwa sababu Mungu aliamua kunichukua kunipeleka nisipoweza kufika mimi. Sasa Yusufu asingeweza kutoa amri, yani mfalme wa Misri aseme hivi, mambo yote utakayosema wewe ndivyo yatakayotekelezwa, tamko lako na mimi nitalifuata.
hata kama angekuwa mwajiliwa, sifa hiyo hana, ila ni Mungu aliyemchukua kumweka mahala ambapo hawezi kufika mwenyewe. Nimalizie na Esther. Esther, hebu ngojeni niwaambie ukweli. Hebu tutafakari tu kwa kawaida, kwa hali ya kawaida. Sisi tulipiga Uganda, si ndio? Si ndio? Sasa chukulia mfano tumepiga Uganda, tukateka mateka wa Uganda, halafu kamateka ka Uganda kaolewe na rais. Nyerere achukue kale kaganda kamoja tuliko kateka akaoe. Unafikiri situngemwona hata huyu hatufai? Si kama mnaelewa? Yaani huyu Nyerere sasa kawa chizi naye. Yaani kama teka ketu anafungana kondoa, halafu anatutangazia ndio malaika. Si kama mnaelewa? Ni vitu visivyoonekana hata kiongozi. Yaani hata angekuwa rais anajidhalilisha. Maana yake nataka kusema nini? Kuna mambo ambayo hatuwezi kufika mpaka Mungu amekupeleka. Esther alipelekwa na Mungu kuwa mtu wa ikulu, ili kutokea ikulu iamuru uhai na usalama wa Wayahudi. Halo? Sio rahisi kisiasa, hata kibinadamu. Hata ungekuwa mzuri kiasi gani kwa uzuri, uolewe wewe mateka, halafu kanaenda mbele ya rais kanamwambia hivi, mfalme, mimi nina neno. Una neno gani? Sema hata nusu ya ufalme nakupa. Yaani kanapewa nusu ya ufalme kama teka kavita. Hey, huwezi kufika mahala mpaka Mungu amekupeleka. Sasa sema, akaambia mimi na watu wangu tumeandikiwa kuuawa. Nani huyo auawe sasa hivi? Ni huyo waziri wako mkuu. Kina nani amewaandikia kuua? Wayahudi, mateka wetu. Sasa mimi nataka uhai wangu. Yaani Mungu anaweza kukupeleka ambapo sifa zako haziwezi kukupeleka, nguvu zako haziwezi kukufikisha. Yaani ngoja niwaambie, katika mambo ya ajabu yaliyoko duniani ya kushangaza yako kwenye Biblia. Hawajasubutu wafalme wote duniani kuoa mateka wa vita, hawajasubutu. Na hawajasubutu hata askari huwa wanawabaka mateka kwa siri na sijulikane. Lakini mfalme mwenyewe atangaze mimi namuoa mateka wa vita, haijasubutu. Lakini katika Biblia ameoa tena, akatangaza kwamba huyo ndio malkia, akamvika na pete ya dhahabu, akampa. Wenzetu zamani walikuwa ile pete ya mfalme ndio muhuri wa moto, kama leo tulivyo na muhuri wa moto. Wale wanaojua mambo ya utawala, kuna kitu kinaitwa muhuri wa moto, ambao ule unapokaa unakaa ikulu ule. Sasa ile pete ya mfalme akavikwa Esther. Kwa hiyo nchi ameichukua mateka. Sasa si yeye ndio mateka au yeye ndio kateka taifa, ila ni kwa sababu Mungu hawezi, yani wewe usingeweza kwenda kupigana na taifa lenye nguvu kama hilo la Ahasuero ukalishinda ukabadilisha, lakini Mungu anakupeleka unatawala ukiwa mateka. Naomba niishie hapo kwamba Esther hakuwa na sifa ya kuwa mke wa mfalme Ahasuero, kwa sababu kwanza sio raia, pili ni mateka. Huyu ni mfalme,
Lijitu kwanza, maana yake hili linaolewaje kwa mfalme? Si litakuja libadilishe mambo ya nchi? Hakuna. Lakini Mungu akimpeleka na hebu naomba usimame. Wanasifiwe, wanasifiwe, Bwana asifiwe. Naomba kuanzia sasa, omba maombi haya. Mungu, nimezunguka mahali hapa, yatosha, yatosha. Nimezunguka kwenye uchumi huu, yatosha. Kwenye kiroho duni hiki cha kuchechemea, yatosha, itoshe. Naomba waimbaji tuimbe wimbo wa kuabudu, twende kwenye maombi. Itoshe. Mungu anasema imetosha, siruhusu tena uendelee kuzunguka. Ni Mungu anasema siruhusu tena ubaki hapo unalia tu, ubaki hapo unafadhaika tu. Siruhusu tena. Mahala ambapo huwezi kwenda, mkono wa Mungu kupeleke. Mahali ambapo hamna mtu wa kukufikisha wala sifa za, na huna namna ya kujisemea wala wa kukusemea, Mungu anataka kupeleke sasa. Yule kiwete aliyepooza wa birika la Bethesda, sura ya 5 ya kitabu cha Yohana, anasema mimi sina mtu wa kunitupia kwenye maji yanapotibuliwa. Yesu anasema mahala ambapo mtu huna wa kukupeleka, mimi nakupeleka bila kwenda kwenye maji. Mungu akupeleke mahala ambapo nguvu zako zisingefika. Mheshimu tu Mungu. Kuna watu mnakwenda kupelekwa kwenye viwango vikubwa na utukufu. Mheshimuni Mungu, mheshimuni Mungu. Ninashuhudiwa kabisa, kuna watu watapelekwa mpaka watasahau kwamba aliwapeleka Bwana. Mheshimuni Mungu. Ruhusuni Mungu katika maisha yenu, kwamba Mungu ndiye amenileta hapa. Mshirikishe madhabahuni. Nisikilize haya mtakayokueleza. Nisikilize. Iko hivi. Ni kweli kwamba wewe inawezekana una mshahara, na mshahara huo hata ukiupata kwa uaminifu kila siku usingetosha kukufikisha kwenye malengo sahihi. Bado ni mdogo. Hata kama unafanya biashara, wakati mwingine piga hesabu hivi, kwa miaka yangu ya kufanya kazi au kwa miaka ya mume wangu wa kufanya kazi, itanitosheleza mimi kujenga nyumba 3-5? Mishahara yake yote isingeweza. Yaani kwa ujumla, hata kama wewe ni mzima kabisa na unapata kazi na unafanya na unapata faida, unafanya biashara unapata faida, unahitaji kuvushwa na Mungu. Pale ambapo mshahara hauwezi kukufikisha. Mtu mmoja akapiga hesabu akasema hivi, kama ningefanya kazi mishahara yangu yote ya miaka ya kufanya kazi, labda ingefika milioni 500. Ninasomeshaje? Ninajengaje? Ninatunzaje wazazi? Nafanyeje sherehe? Nafanyeje haya? Akaona haitoshi. Akasema kama na mke wangu tungefanya kazi, tungepata labda bilioni 1. Mambo tunayotaka kufanya yanahitaji bilioni 10. Akasema nitafanya kazi na mshahara huo, ila nataka mkono wa Mungu nifikishe nakotaka kwenda. Hicho ndicho nachomaanisha. Kweli unafanya kazi, kuna hitaji. Hawa watu wanapambana kutoka pale walipo kwenda. Unahitaji kuvushwa na Mungu. Anachofanya mume wako hakitoshi, anahitaji kuvushwa na Mungu. Hakitoshi, hakikidhi, utabaki kutamani tu. Unahitaji mkono wa Mungu kuvusha. Ebu naomba niombe kwa ajili yako jioni ya leo.
Yataje yale unayotamani kuyafikia. Yataje, yatamke mbele ya Mungu kwa maneno yako, nami ninayachukua maneno yako niyaunganishe na maneno yangu. Roho Mtakatifu ayabebe, yapeleke kwa Mungu. Yataje mambo ambayo umezunguka kwayo miaka mingi, hali ambazo umezunguka nazo miaka mingi. Hapana, Bwana anasema inatosha. Mungu anasema inatosha. Hapana, hapana, imetosha. Hali ambayo umezunguka nayo familia yenu inatosha, inatosha. Tamka kwa maneno yako. Omba kila mtu kwa maneno yako. Bokori sekonish lebo grace lemori leta kori sekra bakrashi. Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, nguvu zetu haziwezi, bidii zetu haziwezi, mishahara yetu haiwezi Baba, elimu yetu haiwezi Baba. Naomba mkono wako sasa juu ya watu hawa waombao mbele zako sasa, katika jina la Yesu. Kila neno linaloombwa kutoka kwenye kinywa cha wajoli wako ninalibeba katika jina la Yesu Kristo, ninalichukua katika jina la Yesu Kristo. Katika Roho Mtakatifu Baba, shuka uwawezeshe, shuka uwavushe hapa ambapo mwisho wao wasingevuka mpaka wa ndugu zao, ambapo ndugu zao hawajavuka, ambapo katika ukoo wao hakuna mtu aliyevuka. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, leo naomba Baba uwavushe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninamvusha kwa mkono wako kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka mpaka ambao hujauvuka kwa jina la Yesu. Vuka mpaka ambao hujauvuka kwa jina la Yesu. Vuka mpaka ambao hujauvuka kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu. Nikatakori lebe shikri. Mungu, naomba chukua kila neno linalotamkwa na moyo huu Baba. Chukua kila kitu ambacho kimemsumbua huyu, hiyo hali na mazingira ambayo huyu Bwana Baba 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 rila boshi. Huyu ambaye Bwana anayatamka haya yaliyomzunguka, amezunguka kwenye kiwango hiki miaka mingi Baba, katika jina la Yesu, machozi yake na yawe na thamani mbele zako leo. Machozi yake yawe na thamani mbele zako leo. Machozi yake yawe na thamani mbele zako leo. Machozi yako yawe na thamani mbele zako leo. Atoke hapo kwa jina la Yesu Kristo Baba. Natika kokole tatasika yaba melikoria tikasi. Kilio chake na kiwa na thamani mbele zako Mungu. Kilio chake na kiwa na thamani mbele zako Baba. Kilio chake na kiwa na thamani mbele zako Baba. Karabo shiki rendelima melebe boritase rendelima moriala baba labesi wetsagorianda rama leberitasi rela gorine bekori sikae, katika jina la Yesu Kristo. Nukori telipeshi Renda leme merela bawasai Regorianda rembe shika balaba Renda sambeli merina nama Regokori takasemberi na mamari. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na mlalila hapa leo Mungu kamvusha. Ni kumekuwepo na kina William hapa, Mungu amewavusha na wavushwe tena wote, hata hawa waliovushwa kina Oscar kina nani, wote wavuke tena, waondolewe mpaka uliopo tena, waende wavuke mpaka mwingine. Ninaomba tamka maneno haya kwa pamoja, sema maneno haya.
Naomba asiwepo mtu katika nyumba ya Mungu hii asiyeyasema maneno haya. Fumba macho yako na Mungu akutokee katika jina la Yesu. Mungu akutokee. Mungu akutokee katika jina la Yesu. Sema maneno haya: Baba Mungu, nimezunguka mahali hapa, sasa yatosha. Sasa yatosha. Sasa yatosha. Yaliyoniliza sasa yatosha. Niliposhindwa kuvuka sasa yatosha. Niliposhindwa kuweza sasa yatosha. Kwa jina la Yesu napokea neema ya kuvushwa mipaka yote iliyowekwa juu yangu. Ninaivuka sasa. Ninaivuka sasa. Ninaivuka sasa. Navusha familia yangu. Navusha familia yangu. Navusha maono yangu. Navusha maono yangu. Navuka mwaka huu. Navuka mwaka huu. Navuka mpaka ambao nimeshindwa kuvuka. Kwa jina la Yesu leo navuka. Kwa jina la Yesu leo navuka. Nawavusha familia yangu kwa nguvu yako Mungu. Nivuke sasa. Napokea kuvushwa. Napokea kuvushwa. Napokea kuvushwa. Napokea kuvushwa. Napokea kuvushwa kwa jina la Yesu. Aya wote pokea kuvushwa. Kila mmoja anza kumshukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, nawavusha watu hawa. Baba, nawavusha watu hawa. Baba, nawavusha watu hawa. Baba, nawavusha watu. Nguvu ya kuvushwa. Nguvu ya kuvushwa. Nguvu ya kuvushwa itembee. Nguvu ya kuvushwa itembee. Nguvu ya kuvushwa itembee katika jina la Yesu Kristo. Ikakakaripashi lemenelebo sikaka ukatakeremeseke. Uvushwe. Pokea kuvushwa. 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 Pokea kuvushwa kwa jina la Yesu Kristo. 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 Pokea kuvushwa. Pokea kuvushwa. Pokea kuvushwa. Pokea kuvushwa. Pokea kuvushwa. Pokea kuvushwa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu itembee. 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 Wote na wagusa kwa mkono wako. 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 Wote na wagusa kwa nguvu zako. Wote na wagusa kwa nguvu zako. Kitakakakaka ikanarebeseke ikabaleshako. Nguvu ya Mungu ikogose. Nguvu ya Mungu ikogose. Nguvu ya Mungu ikogose. Gusa na mkono wa Mungu. Gusa na mkono wa Mungu. Vusha na wavusha kwa jina la Yesu. Na wavusha kwa jina la Yesu. Vuka. Vuka. Vuka katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kuvuka kwa jina la Yesu. 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 Natangaza kuvushwa kwa jina la Yesu. Natangaza kuvuka 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 kwa jina la Yesu. Natangaza uvuke kwa jina la Yesu. Natangaza uvuke kwa jina la Yesu. Natangaza
uvuke kwa jina la Yesu. Natangaza uvuke kwa jina la Yesu. Natangaza uvuke kwa jina la Yesu. Mkono wa Mungu ukuvushe sasa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kuvuka kwa jina la Yesu. Natangaza kuvuka kwa jina la Yesu. Natangaza uvuke 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 kwa jina la Yesu. Natangaza kuvuka 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 kwa jina la Yesu. Wote wengi wavushe wasipoweza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akutendee. Nguvu hii itakwenda kuonekana kwenye maisha yako. Uweza wa Mungu utafuatilia. Utaona unavuka kutoka kwenda mahala pengine, unakwenda mahala ambapo ulishindwa kufika. Mungu anakwenda kukupeleka. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Sante kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kwenda kukaa. Wema wa Mungu na uje juu yako. Bwana akutokee kwa nguvu zake. Bwana akutegemeze kwa neema ya Mungu na kuvusha. Na kuvusha sasa. Na kuvuka, vusha. Na kuvusha, vuka. Mkono wa Bwana ukuvushe. Na kuvusha katika jina la Yesu. Vuka sasa. Vuka katika jina la Yesu. Mipaka iliyowekwa kwako yote uivuke sasa kwa mkono wa Mungu. Bwana kuvushe katika jina la Yesu Kristo. Wana wa Mungu, mnakwenda kuvuka kwenda mahala ambapo isingewezekana, lakini Mungu anakwenda kukuvusha. Mungu akutendee sawa sawa na neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amen.